Naam, hujambo mtazamaji na karibu katika taarifa za journalist Samuel Brand Kenya. Iwapo ndio mara yako ya kwanza kujiunga kwenye channel hii, basi hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ili ukaweze kuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kupata taarifa zetu kadri yanavyotukia. Taarifa niliyokuleta hivi sasa ni kuwa baada ya kuwekewa pressure na Wakenya wa matabaka mbalimbali, hatimaye naibu Inspector General Eliud Lagat amejiondoa kwa muda kutoa nafasi kwa uchunguzi unaoendelea kuhusu kifo cha mwalimu na blogger Albert Ojwang. Kwenye taarifa aliyoitoa Jumatatu leo hii Juni tarehe 16, Bwana Lagat alisema amechukua hatua hiyo kwa kutambua wajibu wake kama naibu Inspector General katika huduma ya kitaifa ya polisi NPS na kwa sababu ya uchunguzi unaoendelea kuhusu kifo cha kusikitisha cha Albert Ojwang. Nikinukuu, leo nimeamua kujiondoa kutoka afisi ya naibu Inspector General wa polisi hadi uchunguzi unaoendelea utakapokamilika. Majukumu ya afisi yangu kuanzia sasa yatatekelezwa na naibu wangu hadi uchunguzi utakapokamilika. Mwisho wa nukuu. Akasema Bwana Lagat aliahidi kutoa usaidizi wowote ambao wachunguzi watahitaji watakapokuwa wakiendesha kazi yao. Nikinukuu, natoa risala za pole kwa familia ya Albert Ojwang kwa kupoteza mpendo wao. Mwisho wa nukuu. Akasema Ojwang alikufa Juni tarehe 8 mwaka 2025 baada ya kupigwa na kuteswa mikononi mwa polisi katika kituo cha polisi cha Central katika kaunti ya Nairobi. Mwanablogi huyo ambaye pia alikuwa mwalimu alikamatwa nyumbani kwao Homa Bay baada ya Bwana Lagat kuwasilisha malalamishi kwa idara ya upelelezi wa jinai DCI kwamba aliweka mitandaoni taarifa za kumharibia jina. Kifo cha Ojwang kimekasirisha umma haswa baada ya ripoti ya mwanapatholojia wa serikali kufichua kuwa alikufa baada ya kuteswa, kuchapwa kikatili na kunyongwa akiwa kizuizini. Tangu wakati huo, watetezi wa haki za kibinadamu, wanasiasa na raia wa kawaida wamekuwa wakishinikiza kwamba Bwana Lagat alijiuzulu kuhusiana na kifo cha baba huyo wa mtoto mmoja. Asante mtazamaji kwa kuitazama taarifa hii, na iwapo hujasubscribe hakikisha kwamba umeweza kusubscribe, like video zetu, share pamoja na kucomment.